Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Geita imempanisha kizimbani mtuhumiwa Matondo Kilugala Malanda mkazi wa Bukombe mkoani humo kwa kosa la uhujumu uchumi lililosababisha serikali hasara ya takriban shilingi milioni 81. Wakili wa serikali Emmanuel Chineko ameeleza kuwa mtuhumiwa Matondo Malanda amepandishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Geita Februari mwaka 2026 ambapo anashtakiwa kwa makosa 8. Wakili wa upande wa utetezi wa mtuhumiwa Beatus Emmanuel amesema mtuhumiwa huyo amekana makosa yote 8 yanayomkabili na shauri litafanyika kwa hatua zinazofuata Februari 25 mwaka 2026. Meneja idara upelelezi wa kodi TRA kanda ya Ziwa Joel Mbilinyi ametoa rai kwa wazalishaji pombe kali kuwa pamoja na kusajiliwa BRELA wanatakiwa pia kupata leseni ya uzalishaji wa pombe kwa meneja wa kodi mkoa. Kwa majina naitwa Emmanuel Fortunatus Chineko, wakili wa serikali. Leo tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2026 katika mahakama ya hakimu mkazi Geita iliyopo Geita katika shauri namba 2768 na kesi ya uhujumu uchumi kati ya Jamhuri dhidi ya Matondo Kilugala Malanda ameweza kufikishwa na kupandishwa Matondo Kilugala Malanda ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Matondo Breweries Investment Company Limited iliyoko Uyovu, mtaa wa Uyovu, kata ya Buganzu, wilaya ya Bukombe na mkoa wa Geita. Kimsingi mtuhumiwa amefikishwa mahakamani kwa makosa ya kikodi. Na kwa haraka makosa haya ameshtakiwa tunamtuhumu kwa makosa 8 na ameshtakiwa kwa makosa 8. Kosa la kwanza ni kosa la kujihusisha na uzalishaji wa bidhaa zinazopaswa kulipiwa kodi kinyume na kifungu cha 8 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili cha sheria ya usimamizi wa ushuru wa bidhaa sura ya 147 toleo la 2023. Kosa la pili ni kosa la kukutwa na bidhaa zinazopaswa kulipiwa ushuru wa bidhaa kinyume na kanuni ya 36 kanuni ndogo ya kwanza G ya kanuni ya kodi za stamp za kielektroniki ya 2018. Kosa la tatu ni kosa la kushindwa kuandaa na kuwasilisha return za ushuru wa bidhaa kinyume na kifungu cha 140 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha 3 na cha 4 cha sheria ya usimamizi wa ushuru wa bidhaa sura namba 147 toleo la 2023 ikisomwa pamoja na kifungu cha 93A cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 toleo la 2023. Kosa jingine ni kubandika stamp za kugushi au feki kinyume na kanuni ya 36(1) kanuni ndogo I ya kanuni za kodi ya stamp ya kielektroniki ya 2018. Kosa jingine ni kushindwa kutoa tamko kwenye chumba, eneo, mtambo wakati wa uzalishaji wa bidhaa zinazopaswa kulipiwa ushuru wa bidhaa kinyume na kifungu cha 105 kifungu kidogo cha kwanza F cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 toleo la 2023. Lakini kosa jingine ni kukutwa na bidhaa ambayo imezuiliwa kinyume na kifungu cha 149 kifungu kidogo cha D kifungu kidogo kifungu kidogo aya ya D kifungu kidogo cha pili cha sheria ya usimamizi wa forodha sura namba 403 toleo la 2023. Kosa hilo linajirudia mara 2, lakini na kosa jingine ni kosa la kuisababishia hasara mamlaka takriban milioni 81 kinyume na aya ya 10 ya jedwali la kwanza la sheria ya uhujumu uchumi ikisoma pamoja na kifungu cha 57(1) na kifungu cha 61(2) vyote vya sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200 toleo la 2023. Kesi hii imeahirishwa mpaka tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2026 itakuja kwa ajili ya kutajwa. Asanteni sana. Mtumiwa anatumiwa na makosa yanayohusiana na kodi
ya forodha, kodi ya stempu na makosa yanayohusiana na kuto kulipa kodi ambacho ni kiasi cha milioni 81, na ametumiwa hivyo kwa sababu alikuwa anaonekana akiendesha shughuli ambazo ziko kinyume na utaratibu wa kikodi, na kwa maelezo ya wazi alikuwa yuko kwenye maandalizi ya kufungua kiwanda, kwa alikuwa katika hatua za awali, lakini kwa sababu amekutikana na baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kumlazimisha ili awe navyo awe tayari amepata leseni, basi ndio maana ameletwa mahakamani. Lakini ni mwekezaji wa ndani ambaye alikuwa anajiandaa kwa ajili ya shughuli za uwekezaji. Kwa mujibu wa amri ya mahakama, mtuhumiwa atarudi rumande mpaka pale atakapokuwa amekidhi vigezo vya kidhamana, kwa maana kwamba anahitaji awe na wadhamini watatu ambao ni wakazi wa mkoa wa Geita na wenye mali yenye thamani ya milioni 50 na kuendelea mbele. Kwa maana hiyo atarudi rumande mpaka pale ambapo atakidhi vigezo na masharti. Kwa majina naitwa Mr. Joel Job Mbilinyi. Mimi ni manager wa idara ya upelelezi wa kodi kanda ya Ziwa. Tungetoa rai kwa umma. Kwanza kwa wazalishaji. Tunatoa rai na elimu kwa wazalishaji wa pombe kali. Pamoja na kwamba wanakuwa wamepata kusajiliwa na BRELA, wanatakiwa wapate leseni ya uzalishaji wa pombe kwa mujibu wa kifungu namba 8 cha sheria ya Excise Management and Tariff Act, leseni ya uzalishaji kutoka kwa kamishna. Kwa hiyo wanatakiwa kuwasilisha maombi yao kwa meneja wa mkoa wa kikodi, kwa mkoa huu meneja wa mkoa wa kikodi Geita. Hiyo ni kwa wazalishaji. Lakini pili, kwa wazalishaji tunatoa rai ya kutotumia na kutothubutu kutumia counterfeit electronic tax stamp. Hiyo inatakiwa kuombwa kwa meneja wa mkoa na kununuliwa kutoka katika kampuni ya SICPA Tanzania Limited iliyopo Dar es Salaam. Kwa hiyo wasithubutu na wala wasijaribu kutumia counterfeit electronic tax stamps. Lakini kwa upande wa jamii tunatoa rai ya kwanza kuendelea kufanya scanning kwa kutumia simu zetu kuhusiana na electronic tax stamp ili kuzitambua kama ni sahihi ama sio sahihi. Lakini pili, kutoa taarifa wakati wote wanapokutana na bidhaa ambayo ni excisable goods na kugundua kwamba kuna viashiria vya kwamba hii bidhaa sio sahihi au tax stamps iliyotumika kwamba si sahihi, basi watupatie taarifa.